katika walizungumza yote kuhusu tarehe ya Wareno, mashallah. Hii alikupa habari kwa msikiti wa Mandri, una motivation wa kuweza kupambana na madawa ya kulevya, kwa hifadhi watoto. Labda habari umejua kupitia wapi au kupitia? Salamu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ama baad. Ama kwa hakika nadhani kama tulivyozungumza kwa ziara yetu ni ya kielimu zaidi, na kwa kuwa ni ziara ya kielimu, kwa sababu Tanzania tumekusudia kuboresha mtaala au mtaala ulioboreshwa. Katika mtaala ulioboreshwa kuna masuala ya historia na maadili. Kama mtu hajui maadili au mtu hajui historia yake, mtu huyu katika maendeleo ana shida, kwa sababu kwanza hajitambui. Kwa hiyo tutatakiwa kwanza tujue historia yetu. Sasa tumekuja katika msikiti ambao ulikuweko hapa tokea 1570. Jina lake pale Masjid Mandhari, msikiti katika Ngome Kongwe. Tumepata taarifa ya Fort Jesus, tumepata taarifa wa Omani, wa Marzurui na wengineo. Tarehe imemalizika kule. Sasa hapa turudini kwenye maadili yetu. Maadili yetu, msikiti wa kwanza Afrika Mashariki ni huu hapa. Na hivi sasa unatumika kama ni msikiti wa kufundisha vijana masuala ya kimaadili. Kama mnavyojua, maeneo mengi hivi sasa watu wanatumia mihadarati, drug abuse, na mambo mengi ambayo yameepukana na mila na desturi za Kiislamu. Sasa kama community isipoliangalia hili jambo kwa umbali, tunakuja hakikisha baadaye kizazi chote hichi hakipo, na mtabaki sasa mnalaumu, hamumjui nani wa kulaumiwa. Sasa huu msikiti una harakati hizo kubadilisha mandhari ya huu mji mkongwe, kwa sababu sehemu hii ilikuwa inatisha, inajulikana kwa wakati huo ni kibokoni. Sehemu hii kama kule kwetu, maeneo ya kwetu kule sehemu ya Mwakizaro au sehemu za tuseme kule Magomeni, wabakaji, wavuta bangi, hawana maadili kweli, si ndio? Sasa hii jamii iliyokuwa hapa kwa kupitia msikiti huu wakaamua kuanzisha harakati za kuwafunza watoto maadili. Wale ambao wameathirika na madawa ya kulevya, wale ambao wametelekezwa, ni mayatima hawajulikani. Juhudi ya community hii hapa katika mji mkongwe. Huu ni mji mkubwa sana kihistoria. Kama wazungumzia 1570, ni msikiti ambao una tarehe kubwa. Msikiti huu kama unapoangalia mchezo wa Ottoman Empire, si ndio? Ulikuweko katika enzi za Ottoman Empire. Waturuki katika mji huu wamefanya mengi, umeelewa, na maathari nyingi. Baadaye Waturuki wakaja wakatolewa na Wareno. Kwa hiyo Wareno moja katika yaliyobadilika, si ndio? Ile ngome, si ndio? Kwa sisi nadhani mlimuona yule mzee pale, watu wa Mijikenda, si ndio? Wale watu wa Mijikenda ndio eneo wa Swahili. Sasa mji sasa umechukuliwa na wengi ni Waswahili, umeelewa, lakini mila na desturi ni Uislamu. Sote la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Sasa tusiposomesha watoto Qur'ani, tukawalea watoto katika maadili ya Kiislamu, kuna hatari kupoteza generation hii. Hatuwezi tukapiga hatua, kwa sababu tutaletewa mila na desturi za ambao hawapendi Uislamu. Matokeo yake matafuta mchawi ni nani. Kwa hiyo tumefanya ziara yetu kwenye msikiti mkongwe 1570. Tumekwenda katika Fort Jesus na ndivyo inavyosomeka, lakini kwa sisi watu wa Mijikenda tutasema
eneo hili kitarehe ya Mijikenda, kina Mzebiri, kina nani na nani, basi mambo mengi yamepita sana. Hizo tarehe za Waswahili waliomaliza katika pwani, kina Mazrui, kina nani. Kwa hiyo sisi ziara yetu kujenga watoto maadili, tuwe na upendo, tuwe na mshikamano, tupendane, tulete amani katika nchi zetu, tuishi kwa upendo, tushirikianeni, kuleta maendeleo. Bila ya kuwa na maadili, bila kuwa na mshikamano na amani, hakuwezi kupatikana maendeleo yoyote. Kwa hiyo wakati tumekuja hapa, tumeangalia msikiti, athari zake, tutaswali adhuhuri hapa, kama mna maswali madogo, tukitoka hapa penda zote tupata chakula, tufanye sehemu nyingine ambayo itatujengea mawazo. Kwa machache yao nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walizungumza yote kuhusu tarehe ya Wareno, mashallah. Hii alikupa habari kwa msikiti wa Mandri, una motivation wa kuweza kupambana na madawa ya kulevya, kwa hifadhi watoto. Labda habari umejua kupitia wapi au kupitia? Nimepata kutoka kwa Haji Toa. Mambo yote muulize Haji Toa. Mimi yeye ndio finance wangu na kila kitu. Kwa hiyo mambo yote Haji Toa, yeye Masjid Muzdalifa ndio kila kitu. Mashallah, wallahi ni kweli kabisa. Kila siku ya Ijumaa baada ya salati al-Maghrib kuna klasi za motivation hapa. Mashallah. Huwa tunakusanya vijana wa kutoka sehemu mbalimbali, wa shule wa nini, wanakuja msikitini, na huwa wanakuja skola mbalimbali. Wanakuja maengineer, wanakuja madoktor, alhamdulillah. Kwa hivyo yale aliyozungumza Habib ndio hayo. Mashaallah. Inshallah khair, na Mwenyezi Mungu azidi kutupa nguvu sote. Amin ya Rabbi. Amin. Na nchi zote Tanzania na Kenya ziwe katika amani inshallah. Na labda kuzungumza? Naam. Labda ustadi nitakuuliza. Naam. Naona pale mlikuwa Mandri, sio? Huyu Mandri nilikuwa ndio aliojenga msikiti au ni kabila ile? Lakini Mandri ndio aliojenga msikiti. Ile kabila ndio aliojenga msikiti. Na msikiti wa kwanza kwa hiki kipande cha nyuma ukija mtaona Mandri yupo tunaye. Sasa ni kabila hii, Mandri ni kabila. Lakini sasa babu yao huyo ndio aliojenga msikiti ilikuwa, lakini ni wa nyuma. Kisha watu walipokuwa wengi wakatolewa mbele tena. Mfanana msikiti wa Madina. Mtu akija akijenga msikiti kisha kusema nitaweka kibla cha pili nyuma, itakuwa haujafanana msikiti wa Madina. Msikiti wa Madina ilikuwa ni wa nyuma, ulikusudiwa ndio msikiti ule. Watu walipokuwa wengi ndio wakatolewa mbele kibla kingine. Na huu ni hivyo. Watu walikuwa kiswali nyuma, walipokuwa wengi sasa ikabidhiwa swali mbele, tukatosali kibla cha mbele. Kwa hivyo Mandri ni kabila hivi. Sasa unasimamiwa na Babu Ali Al-Mandri. Babu Ali sende msimamizi wa msikiti huu kabila. Alhamdulillah. Na bahati nzuri katika Muzdalifa moja katika wataalamu wa tawakal Al-Mandri yupo. Bwana chake yupo pale. Muhammad Mandri. Mashallah. Ndio silsila ya ukoo huu. Shefali. Mdogo wake. Mdogo wake. Unayo kusidi. Mashallah. Moja ya picha zilizokuwa kwa Jesus pale yuko babu yake. Huyo Mandri. Mashallah. Kule ile timu ya Jerumani kina Mazrui, ile safu ile wakati huo ya Oman nani ya utawala wa Mazrui kama inavyoeleza kule, maana si nikapotosha kilicho kule, lakini safu ya Mandri wapo pale, kina Mazrui wapo pale. Kwa hiyo mji mkongwe lazima tarehe yake ujengwe na watoto waelewe, yasibadilike mengi yakawa sisi nya tujijui. Yenu mulenu sasa kama wana community inshallah. Mungu awabariki inshallah. Shukrani, Mwenyezi Mungu awabariki. Tumefurahi sana kwa ujio wenu. Mwenyezi Mungu awabariki inshallah. Asante. Inshallah.